Kuna mwenendo unaozidi kushika kasi ambapo baadhi ya wanaume hawasajili tena nyumba, mashamba au magari kwa majina yao wenyewe bali kwa majina ya mama au baba zao. Hatua hii inaenda kinyume na utamaduni wa Kiafrika, ambapo mzazi mara nyingi huhamishia mali kwa watoto, si mtoto kumiliki mali kupitia jina la mzazi. Lakini ni nini kinachowasukuma kufanya hivyo? Unajua mamako hawezi kuibia, lakini unapata wasichana, utapata either wanakufanyia maovu, wamekuwa wakora. Alafu ndoa siku hizi haidumu kama ndoa ya kitambo. Ndoa ya sasa hivi watu mnakaa miaka 2, miaka 3 imeisha. Sasa hata sasa hivi watu wanafikiria mambo ya kuishi kuhusu contract. Kwa sababu hakuna ndoa ya mtu anakaa hata miaka 10 ama miaka 5. Yeye akishaoleka anataka tu bora apate mtoto. Lakini ukiangalia kwa undani sana, maybe moyo wake hauko katika ndoa. Yeye alitaka tu watoto. Baadaye itajitamani kama nitakuja kuandikisha kwa mtoto ama nitaandikisha kwa bibi. Mahakama zinaweza kutambua mchango wa moja kwa moja na hata usio wa moja kwa moja wa mwenzi katika upatikanaji wa mali ya ndoa. Na ukiangalia pia pale kotini kuna kesi mingi sana zinaitwa succession. Na ukiangalia hii mambo ni sababu tu ya mambo ya mali na watu kupigania mali. Koti imenikubalia kama mwanamke saizi sana sana hapa Kenya kuenda kutafuta redress na kusikizwa. So imenikubalia, so naweza kuwa na hiyo, lakini kuna kuanga na consequences zingine. Nitapata redress lakini naweza baki nimekosana na wale watu kabisa. Ile uhusiano wetu inaweza baki imeharibika. Na kumbuka sisi bado ni jamii. Niko na watoto. Kiangalia pia kotini saa zingine kesi zinachukua muda. Na unaona hii muda ikichukuliwa hivi inafanya sasa vitu zinazidi kukua mbaya. Tushaona watu wameuana juu ya vitu kama mashamba. Lakini je, mbinu hiyo ni salama? Lakini mama akikufa, hii mali inaenda wapi? Itasaidia watoto wako? Mali inaweza potea iende kwa familia zingine. Wataalamu wa fedha pia wanaonya kuwa kusajili mali kwa jina la mtu mwingine kunaweza kuleta changamoto wakati wa kupata mikopo, kuuza mali au kufanya maamuzi ya kifedha kwa haraka. Huu ni mkakati wa kulinda mali au ni mwanzo wa migogoro mipya ya kifamilia? Unampenda lakini unakosa kumtrust juu wakati utaondoka unakuta ameoa, watoto wako watabaki wakiteseka. Nitaiandikisha kwa watoto wangu kama nitakuwa na wao, kwa sababu siwezi taka wateseke jinsi ambavyo niliteseka. Je, wewe umemsajili nani kama mnufaika wa mali, bima au uwekezaji wako? Na kwa nini?